katika Kristo, ndoa mnazotaka kuzikimbilia zina upweke. Huu ni ukweli ambao ujueni mapema, na upweke huu umewekwa katika simu za mkononi, maisha binafsi. Watu wanakaa kwenye ndoa, Mungu amekusudia asikae peke yake, lakini watu wamekaa peke yake. Mtu anaenda kufanya kazi Mwanza, mwingine anakaa. Huu ni upweke. Lakini wakati mwingine simu ya mkononi, watu wamekaa kwenye simu zao, watu wanatoka kazini, wanakuja pale nyumbani, baba anageukia huko, mama anageukia huko. Upweke. Hizo ndoa lazima hazitadumu. Kwa nini? Aliyeanzisha ndoa ambaye ni Mungu mwenyewe alikusudia kusiwe na hiyo gap, kusiwe na huo upweke. Kama mpaka penati, akienda kazini, umefika, umekula. Mimi wangu hapo tunazeeka, lakini haya ni mambo ya msingi. Akifika, akipaki gari, akimaliza kusali, ananiambia nimefika salama. Sio yuko pale, ukitaka ukamuulize. Kwa nini? Tunakabana mpaka penati. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa unaweza ukafikiria ni kitu cha kijinga, lakini tunaishi kwa kadiri ya neno la nani? La Mungu. Anasema lengo la ndoa ni kuondoa nini? Sasa watu wengi wameingia kwenye huo mtego wa kuchukulia mambo poa. Haitakiwi kuwa hivyo. Kwa hiyo ukipata ndoa, katika jambo la muhimu, kwanza nimesema la kwanza ni hilo, ndoa, umuhimu wa ndoa, inaondoa upweke. Lakini nimesema nitataja mambo 4: makusudio, muhimu, lengo la Mungu mwenye taasisi katika ndoa. Kwanza anasema ni kuondoa upweke, tumeshaona. Tukiendelea katika hiyo Mwanzo 2, tunapata sababu ya pili au umuhimu wa pili wa ndoa takatifu. Anasema usaidizi. Anasema nitamfanyia. Si vyema awe pweke yake, the loneliness. Lengo la ndoa ni kutibu upweke. Ukiingia kwenye ndoa, hata kesho asubuhi, iulize akili yako, ili ndoa yako idumu, lazima utibu upweke. Lakini jambo la pili kwa kadiri ya taasisi ya Mungu ni kusaidiana, usaidizi. Sasa kwenye usaidizi, nitaomba nitumie kidogo mfano. Tatumia kidogo mfano ili iwe rahisi. Naomba anayetaka kubebwa aje. Anayetaka kubebwa. Najua hata kwenye masomo, mimi nimesoma jamani kidogo. Yaani kuna wale watu tunapendaga, sasa sina maana hiyo, lakini anayetaka kubebwa. Sinajua kuna kubebana pia. Sasa hii nataka tu ubebwe na kiti, kwa hiyo usisikie vibaya. Anayependa kubebwa, yaani wewe mimi bwana napenda kubebwa jamani. Sio hiyo unayofikiria. Yaani ukibebwa hivi kama vile unasikia raha. Wewe upendi hiyo? Upendi hiyo? Njoo kaa hapa tukubebe. Kaa hapa. Haya, anayetaka kubeba. Maana wapulana wengi ndio wanaobebaga matatizo ya watu. Njoo kaka, asante. Dada wewe njoo. Karibu hapa. Kabla hujakaa, naomba nirudie fundisho langu. Njoo hapa. Sisi kama akisema hajakupenda unaondoka, sawa? Imekaaje? Uko tayari? Muangalie. Wana kama ifai tubadilishe. Tuendelee. Poa. Mshukuru Mungu dada, wanawake tuko wengi. Sasa anasema ameumba Adam. Akasema si vyema awe peke yake, nitamfanyia msaidizi, helper. Niko kwenye umuhimu wa pili wa ndoa takatifu. Helper, msaidizi. Usipojua ukakaa kama fungu la nyanya la nyongeza, hiyo ndoa haipo, inakufa automatically. Sasa akamfanyia msaidizi. Sasa huyu alisema tu nikubadilishie, mbona kama hujaelewa? Anatosha. Basi ngoja nilete mtu mwingine. Naomba uje uwe luggage. Kaa. Kwa mzigo kaa. Mungu hawezi kusema kitu bila sababu. Ina maana kuna vitu vya kubeba kwenye ndoa. Je, mnaotaka kuingia kwenye ndoa, kuna mizigo ya kubeba. Kuna watoto, kuna ujenzi, kuna wazazi, alafu bahati mbaya umeoa kwenye familia ya kivuruge, umeoa nyingine ni vichaa. Yaani hiyo unabeba. Si umekubali mwenyewe? Tumsifu Yesu Kristo. Sasa anasema kwa jinsi nilivyoumba, huyu hatatoboa peke yake. Kwenye hii dunia niliyoitengeneza, kwenye hii mizigo hawezi, nitamfanyia msaidizi. Sasa katika huo usaidizi, sasa anasema ngoja tujaribu Adam. Adam nenda mbele. Nyanyua.
Wewe mpotezee, nifanye kama huna issue naye. Beba huo mzigo. Pambana, nenda mbele, nenda nyuma, ifike tu kiunoni hapo. Pambana, yani tunakutegemea kiunoni, fika kiunoni. Weka chini, weka chini. Tumpigie makofi jamaa mpambanaji. Lakini unaona amefanyaje? Alafu akaenda mbele ka. Tena huyu, yani wewe ni mpambanaji, wengine hawanyanyuaji. Huyu jamani, wewe ni Mkuria. Msukuma. Ndio maana kumbe ndio maana ameweza. Sasa hebu angalia ulivyobeba, alafu utashare experience. Mungu akasema, wacha nimfanyie nini msaidizi. This is too hard to care. Anakuja huyu binti mrembo kabisa ambaye ni msaidizi. Kamata hapa na wewe kamata hapa. Then you take it. Tulia mzigo. Unajua ukitetemeka unabeba mashaka. Sasa kamata, weka mkono mmoja hapo, upate balance tu vizuri. Dada, maisha haya haitaji kujilegeza, nitakueleza hapa mbele. Kamata na pale. Nyanyueni. Nyanyueni. It's like molecule on the air, sindio? Very simple. Usaidizi. It gives the meaning. It gives the meaning. Alone you can't. Lakini two, you can lift it up very easily. As you have seen. Sawa? Hapo yani unaona kuna umuhimu sana wa ndoa takatifu. Sasa msiondoke, njoni basi ninyi wanandoa. Hatujaivunja hii ndoa bado. Kaeni tu hapa, kaeni kimchongo, mmoja achague akae, mwingine achague asimame, lakini twende niweze kuwapitisha haraka. Sasa wapendwa, anasema nitamfanyia msaidizi. That's nini? Hiyo ni lengo la pili la Mungu, asiwe peke yake. Kwa hiyo utakapoamua kuingia kwenye ndoa, make sure mwenzako anakuwa kila wakati. Ndio Mungu ametuwekea na hizo simu. Sasa simu zimetutenganisha, zina password. Unakuta mtu ameandika mpaka chakula cha kuku, lakini kumbe ndio yeye huyo. Yani imetutenganisha badala ya kutuweka pamoja, lakini usaidizi haupo. Nazungumza yote kwa pamoja, maana nisije nikafika mahali kabla muda haupo. Nazungumza na changamoto. Unaona, sasa Mungu, lengo la Mungu ni kuondoa upweke. Mtakapoingia kwenye ndoa mtagundua nyumba nyingi zina upweke. Hiyo ni changamoto. Na huu upweke uko mpaka kwenye ushetani wa maendeleo ya sayansi na teknolojia. Zamani watu waliishi, bondi ile ilikuwa kubwa kwa pamoja, kwa sababu hata kitanda, the designing ya ile bed ilikuwa sio hii ya sasa hivi. Hii ya sasa hivi ni 6 kwa 6, unaweza ukageukia upande huko ukawapatanisha watu, ukawalipa vikoba, ukalipa shamba, na mwenzako akageukia huko mpaka asubuhi. Ile zamani ilikuwa teremka tukaze. Ukilala huko simmenoniana, mnakutana hapo katikati na mnai. Usiniguse, nimeshaongea. Haihitaji paroko. Hii kitanda sasa hivi inahitaji paroko. Kwa sababu hamtagusana hata miezi 6 kwenye bedi. The loneliness. Nimpenda mtu mmoja aliongea kitu cha kibwege kule Zanzibar, akasema mimi nikipewa urais nitaondoa vitanda vyote vya 6 kwa 6. Hiyo si ni nzuri jamani? Kina baba, hiyo si ni nzuri? Akinuna mnagusana, usiniguse. Tayari mazungumzo yanaanza, hakuna kwenda kwa balozi wa nyumba 10. Sasa tunaona hiyo jinsi ambavyo inaharibika sasa. Lakini watoto wanakuja kuongeza upweke. Mtakapopata watoto, changamoto nyingine mtakayokutana nayo, watoto watakapoanza kupatikana, utagundua mama anaelekeza upendo mwingi kwa watoto kuliko kwa baba. Hali kadhalika pengine na baba. Kwa nini? Ni kwa sababu ya kutokujua. Kwa sababu hawa wawili walipoumbwa na Mungu kama taneni, hamna shida, utafungua baadaye. Hawa walipoumbwa na Mungu, Mungu alisema atawabarikia. Mwanzo 1:28 akawabarikia, akasema zaidi mkaongezeke. Wangapi wana warefu? Hawa kama warefu vile. Warefu waje hapa haraka chap. Kama unajisi wewe ni mrefu, kama ni ndunje usije. Kwa hiyo wote wenyewe ni mapalanjo. Njoni watoto 2 3.
in this university or primary school. No, njoo tu yote unayesikia. Kwa hiyo alipokuja huyu tunamuita John. John alipokuja ameiongeza familia. Akaja Yohana, wanaume tu. Akaja Yohana naye akaiongeza familia. Akaja Maria, hamna hata Maria. Si uje tu, biashara matangazo. Unajua ukija mpaka hapo unaweza ukaonekana. Yes. Ukija akaja na huyo akaongeza familia. Hiyo ndio Mungu anataka. Nenda na upande ule kule, dada ameongeza familia. Bondi yao iko pale pale. Sasa changamoto iliyoko kwenye ndoa za sasa. Nafundisha pande zote mbili. Changamoto iliyoko kwenye ndoa za sasa. John akizaliwa analetwa hapa. Achia mikono. Analetwa wapi? Hapa. Tata na mimi nikusaidie. Njoo. Na tuna watoto wa ajabu. Sijui kama nyie mmeona. Tuna watoto kama mazombi hivi. Yaani kama anaitwa John, wazazi wamesoma wanamuita John. Na linaenda hivyo. Ukimwambia mbona usalimii jirani, utasikia anasema John. Limeshiba chips. Sasa John. Pepeteni mtoto, peti mtoto. John. Ghafla anakuja anapatikana mwingine. Ingia hapo katikati. Anaitwa Joel. John. Anapatikana Yohana. Anaingia hapo katikati. Anaitwa nani? Mark. Anapatikana mwingine. Anaingia hapo katikati. Eti Baraka hizo. Anaingia. Njoo, pata nafasi katikati. Anapatikana mwingine. Anaingia katikati. Umeona mahali mke na mume watafika? Umeona? Sio lengo la Mungu. Watoto wamekuwa kipaumbele. Hawa sasa wakienda hivyo watakuwa wanazungumza tu ada, uniform. Sio, unaelewa? Au mambo mengine wataenda kupata kwa changudoa kwa sababu they are too far. Hebu nyosha mkono kama unamkutia. Jitahidi. Na wewe nyosha mkono, jitahidi mtafute wife. Haiwezekani. Kwa nini? Watoto wamekuwa kipaumbele. Mtakapoingia kwenye ndoa, hakikisheni watoto wanaoweka karibu na sio kuwafanya nini? Kuwapeleka mbali zaidi. Watoto mnaweza kuondoka, wanandoa tuendelee kubaki. Kwa hiyo unakuta kila mtu moyo wake umebeba watoto. Hata nyie mlioko hapa mmetoka kwenye familia za namna hiyo. Yaani unakuta mzazi wako anasema mimi watoto wangu tu, yaani kuolewa siku hizi. Yaani unaona lengo la ndoa limeondoka. Kwa hiyo sasa hivi tunalea. Tukamuuliza mtu mmoja kwenye ndoa, mnapendana au mnavumiliana? Akasema sasa hivi tunavumiliana. Kwa kushindwa kujua kanuni. Nyie mtakapoingia, hakikisheni watoto wote wanakuwa wapangaji kwenye nyumba yenu, kwa sababu as time goes hawatakuwa na nyie, wataondoka. Na kwa sababu wamelack ile spiritual, si niseme nini, ile spiritual intelligence, wamepata kitu. Watoto wanaozaliwa sasa hivi wanaingia kwenye artificial intelligence. Kwa hiyo wewe kukuchukua na kwenda kukupeleka Msimbazi Center ukakae kule, is none of his business. Utakaa huko, lakini mngekuwa na bondi, mngeendelea kutiana moyo. Kwa hiyo watu wengi wameingia kwenye sonona. Kwa hiyo tunapoendelea, tuangalie Mungu amekusudia nini pia na nini kimeingia katika changamoto. Anaposema usaidizi, lengo la Mungu, hata wewe kuna vitu huwezi peke yako. Mimi kuna vitu nilipambana, nikafanya biashara, nikafanya hivi na hivi, lakini sikutoboa. Of course nilijitahidi, nikajenga pona kanyumba karumbili na nini, nimepambana kweli, lakini nilipoingia kwenye bondi ya ndoa, Mungu aliamuru baraka. Tukakuta tunaenda that far kwa sababu walau nina mtu ambaye tunatiana moyo na tunafanana. Yaani kila kitu tunapanga mezani pamoja, tunashirikishana, tunasaidiana, kila kitu mziki
mzigo ni mwepesi, ni madhaifu yangu anayajua, namweleza na yeye ananieleza, tunabebeana, tunasali, tunasonga mbele. Zamani nikija nikimkuta wifi amegombana na kaka, nilikuwa nakaa kwa kakao, na wewe unaenda kujifungia kwenye chumba na wewe unalia kivyako. Siku hizi tunalia pamoja, tunacheka pamoja. Sasa dhana ya usaidizi ambayo imewekwa na Mungu, ambayo imefanyika pia changamoto, watu hawasaidiani. Tuna wanawake ambao ukioa vibaya wanakuwa parasite. Mnajua parasite? Yaani wewe tu ndio unafanya nini? Alafu kwanza hata ngoja niwaambieni hapa tu mlivyo. Ngoja, ambaye ameshanunuliwaga vocha na demo anyoshe mkono. Usimtaje jina, nyosha mkono. Demo amewahi kununulia vocha. Nyie mpendwe au mnagundu mkaoge? Na wewe ngoni upande huo. Afu nyie mlio tuko kanisani, wangapi wamewahi kununuliwa vocha kwa ukiwa muda wa maongezi? Nyosha mkono. Kwani tunamjua nani? Wewe nyosha. Akia nani leo nimekuja kuongea na wanawake. Ngoja tu nyamaze. Sasa kwenye dhana ya usaidizi ni lazima ujue unakwenda kwenye ndoa kwa concept hiyo. Anasema the helper. Sasa usaidizi kama nilivyosema sio fungu la nyanya la nyongeza. Ni huyu anashika huko anashika huko, mambo yanafanya nini? Yanaenda. Ukiona hauna usaidizi, ujue kwamba wewe tayari hufai katika muunganiko wa ndoa. Sasa wapendwa, Mungu alipomuumba mwanadamu alimweka katika nafasi. Katika nafasi kaka. Katika nafasi. Kitu kingine Mungu alichokikusudia, kaa kwenye kiti, alichokikusudia katika ndoa ni ile nafasi aliyompa mwanadamu aitendee haki sawa sawa na mapenzi yake. Kama umekuja altareni ukasema nimempenda huyo awe mke wangu, watu waendelee kuona hiyo nafasi uliyoiomba ndani ya kanisa, na sisi tukapiga makofi. Ikikosekana hiyo nafasi, ndoa imeingia mgogoro. Nafasi ya baba iwe ya baba, nafasi ya mama iwe ya nani? Ya mama. Utakapoingia kwenye ndoa usiwe baba kama wewe una jinsia ya kike. Utakapoingia kwenye ndoa usiwe mama kama wewe una jinsia ya kiume. Tuna vijana wengi sasa hivi mnapenda kuwa wanawake. Uongo. Unasema kweli, inaonekana vocha yako ilienda. Yaani tuna wavulana ambao wanapenda kufanya nini? Na imefika mahali mnachukuliwa na mamama. Sasa mimi nasema tu, nasema general kwa sababu daktari ni ngumu sana kuchukuliwa na mama, lakini watu wengine, mimi naongea habari ya wengine. Sasa nyie mnawakilisha wengine. Ni rahisi hapa kupata jimama ukatoka nalo kuliko kuoana na mtu wa jinsia yako. Na huku ndo balaa zaidi. Ni rahisi kupata jibaba akaondoka nalo. Ukimwangalia, siku moja nimeingia kwenye saluni, anamtengeneza nywele, kabao kamoja kanafunga balbu hapo juu namna hiyo. Nikamwambia yule binti kadogo, nikamwambia binti, shoga, huyu babu ametoka Ulaya mpaka kuja kufia huku, mbona tarehe zimeenda? Sasa yule binti ananikanyaga. Nikamwambia usinikanyage. Akanambia anajua Kiswahili. Nikamwambia hotel mbali, arudi kwao. Akanidongoneza, akanambia mume wako. Kabao kanafunga balbu namna hiyo. Kamefungiwa ndoa kabinti ka form 2 na limzee la Kiitaliano. Kumbe Mungu anataka kila mtu atoshane kwenye position kwa jinsi inavyofaa na sio kwa jinsi ya maegesho ya magari. Sasa huyu baba akikaa hapa hata uonekane. Hebu njoo kaa pale katikati. Eka kiti pale katikati. Afu mke wake naomba uende ukakae chini. Bahati nzuri umevaa suruali. Ukiona inakupa shida, chukua kikoi chako. Usipojua hizi kanuni usiende, itakusumbua. Kaa chini dada yangu. Chini kabisa. Yaani hiyo ndo nataka. Unapata shida? Na tuna shida kweli kwenye ndoa, mama chini hawataki. Anyway, funga hii. Funga hii kaa. Ayo, Mungu akaumba muunganiko wa ndoa, kila mtu akampa nafasi. Kwa hiyo angalia mfano huu, ukiona kama nafasi haikutoshi, usije kutusumbua. Nenda kawe padre, nenda kawe sister. Mungu
Fanyeni engagement. Fanya kama yanapofanywa na wengine. Fanya engagement. Toa pete, mvalishe. No. Hii ni ya kisanii, si ndio jamani? Naomba wanaotaka kufanya ile inayofanyikaga waje. Hii mimi sijawahi kuona. Bwana watu wameonaga hii. Hii haipo, acheni usanii, ondokeni. Hii haipo. Wanaojua wenyewe waje hapa. Jamaa umetupotezea muda. Njoo, come. Na dada unayejiamini. Yes. Dada unayejiamini, fursa. Wow. Just come. Wow. Mgonge pete brother, mgonge pete. Tena ni miss kabisa yani. Wow. Pige pete hatari hapo cha. Tuone. Hii ni maigizo brother, kama ulifikiria umepatikana. Yaani assume umeenda si beach si wapi, unaenda kumvalisha pete ya uchumba, mvalishe sasa. Msahihi au inafanyika sana. Inafanyika, alafu kwa usahihi utaniambia wewe. Mimi sijui usahihi ni utatuelewesha. Tena afadhali kumbe wewe mwalimu. Tena. Fanya inayojulikana na ulimwengu. Wow. Umeona upumbavu mlioshangilia? From the beginning of the beach, mwanaume alishaacha nafasi. Kwa hiyo wewe dada vipi? Kwa hiyo huko kwenye ndoa mnakuja kumalizia tu. Mnakuja kumalizia upumbavu ndio. Sorry. Alikuwa mlaini, hujaumia. Huko mnamalizia upumbavu ambao mlifanya nini? Mlifanya bichi. Sasa Mungu hakuumba hivyo. Kwa hiyo wanaume wengi mmekuwa submissive from the beginning. Yaani mmekuwa mmejikekeisha. Hivi hicho ni Kiswahili? Mmejifanya wa kike. Tangu nini? Awali. Sasa huyu brother aliniambia anajua ya sasa hivi na ya Mungu. Hebu fanya ya Mungu. Hiyo ni ushetani. Hiyo unapiga makofi ni ya mashetani. Brother ameniambia anajua ya Mungu. Hebu fanya ya Mungu tuone. Wow, makofi na vigelegele. Yoyote aliyeingia kwenye darasa hili ninalofundisha, kama ni mwanaume, usipige magoti siku ya kuvaa pete. Usipige magoti. Ni kosa ambayo litakukosti mpaka hapa na mpaka kaburini. Umeuza nafasi ambayo Mungu amefanya nini? Amekupa. Ndoa zetu za sasa hivi zimefika hapa kwa sababu ya ujinga uliofanyika from the beginning, katika mahusiano, katika maandalio, na matokeo yake imekwenda ndivyo sivyo. Wapendwa, hizi dakika zinaandikia za kweli. Nyie wawili nendeni, wale ni baki nao. Mbali na usaidizi, lengo lingine la ndoa kutokana na mwenye taasisi yake ambaye ni mwenye ndoa mwenyewe ni kuzaa watoto. Mwanzo 1:28 akawabarikia wakazae na kuongezeka. Hawa sasa baada tu ya kupokea ile hali ya kuondolewa upweke, ile hali ya usaidizi, maandalio yamekwenda vizuri, sasa wanabarikiwa wakapate watoto. Tuna ndoa ambazo zina changamoto, hizo mnazozikimbilia. Naeleza upande wa pili, zina changamoto ya watoto. Nimelazimika kwenda freestyle kwa sababu ya dakika nilizopewa. La sivyo ningeeleza vitu vingi zaidi. Kwa naenda pande zote mbili, uwe makini sana kunifuatilia. Kwa hiyo katika ndoa mnazozikimbilia, wapendwa, zina changamoto ya watoto. Hizo mnazotaka. Maana mniambia niongee kusudio na changamoto. Zina changamoto. Mungu alisema amewabarikia wakazae wakaongezeke. Zamani mtakubaliana na mimi nyewe mliosoma biolojia, ni kweli mtu alikuwa akiolewa, anaenda anafanya nini? Anahesabiwa miezi 9, anafanya nini? Anapata kizaigoti, akinakuwa, matokeo yake nini? Mtoto anazaliwa. Sasa hivi ndoa nyingi hazina watoto. Changamoto nyingine, zina watoto ambao sio wenyewe. Hello? Yani wanawake si waaminifu katika ndoa kiasi kwamba wanaweza kukuzalia hata Mchina.
Kwa sababu tunategemea nini wapendwa? Hawa na rangi zao zote, akizaliwa mtoto walau endane na hii familia, endane na hii. Maana nyie mmesoma, kwa hiyo mimi naongea na nyie kwa urahisi. Mimi sijasoma, lakini naongea kwa nguvu za Roho Mtakatifu kwamba na mimi najua mnachosoma. Ili mtoto azaliwe, kunakuwa na muunganiko wa chromosomes 23 kutoka kwa baba, 23 kutoka kwa mama, zinatengeneza zygote. Na safari ya huyu mtoto haianzii kwenye tumbo. Na nyie mnajua mama kila mwezi anapevusha yai, na mirija ya mama pande zote mbili inacheza namna hii, ikichukua kile kiovari inatega. Ili mtoto aje atungwe, hapo kuna procedure. Hapa kwenye shingo ya uzazi, kwa utafiti uliofanyika, milioni 400 zinamwagwa, milioni 200 zinaingia kwenye vile vilendarinda. Nyewe wenyewe mnajua, si utawa P, utawa S, utawa L, utawa G. Achana na hayo mambo, hayajanileta. Sasa baadaye zinatoka hizo 200 zikiwa zimelelewa pale, zinakimbia kwa spidi, zinakwenda kuunganika na kale katunda kule, zinaanza safari for 3 days, inakuja hapo kwenye kitanda. Nyie sio mnaitaga endometrium, wewe ita kwa lugha yako uliosomea, mimi naita kwa lugha ya Kichaga, kwenye kitanda cha mtoto. Inakaa hapo kwenye endometrium ikiwa tayari imeshaanza safari yenye ukamilifu wa baba, mama na mtoto. Ndoa za sasa hivi zina mtoto sawa, lakini mtoto mwenyewe Mchina. Kwa sababu tunategemea chromosomes 23. Chromosomes 23. Mtoto akizaliwa walau wafanane na Mr. and Mrs. Masumbuko. Unaitwa nani brother? Timothy. Mr. and Mrs. Timothy. Watoto wengi kwenye ndoa ukiwaangalia, mke anaanza kusemaje unajua? Akishajua amesharibudi, unajua anasemaje? Yaani huyu anafanana na babake, mjomba wake, shemeji yake na mamake, asibilie kule mdogo. Hapo tayari madimudimu unaenda kunywa konya vitu, kupunguza stress. Hizo ndoa mnazoziendelea kweli, nyingine zina watoto, nyingine hazina watoto, nyingine zina watoto feki, na nyingine wao wasichana hao walipokuwa huko shuleni ni scraper tayari, wameshaua via vya uzazi. Kwa hiyo ndio maana kabla hujaenda kumwoa hakikisha umepima, sio tu DNA, pima kabisa na huko kwa bibi yupo. La sivyo tuna ndoa miaka na miaka mtopati, lakini kuna mtu ameungana na mtu anajua kabisa alishatoaga nini, alishatoaga kizazi akampatia Mungu. Kwa hiyo makini unapoelekea huku, usije ukakutwa na hiyo changamoto. Lakini changamoto nyingine katika hizo ndoa ambazo Mungu ameziweka kwa sababu ya kuzaa na kuongezeka, hazina malezi ya pamoja. Ndoa nyingi wamegombana kwa ajili ya watoto ambao ni baraka wamefanyika laana. Baba anamsemesha wa kwake, mama amegawa wa kwake. Inafika mahali mtoto sasa anafika mahali anajenga uhusiano na nani? Na mama zaidi, kama ni wa kike mpaka wanaitana shoga. Tumsifu Yesu Kristo. Wamama wametoka kwenye nafasi, hawalei watoto, wanatunza watoto, wanawafidi chakula, wananina. Baba anaenda kazini, na nyie ni madaktari, mtashinda huko, mwisho wa siku mtavuna mabua. Kwa hiyo kwa nini watoto wetu ni wa Facebook? Kwa hiyo mwisho wa siku tutakuta wale watoto wamepoteza malezi. Kwa hiyo wale malezi yanaegemea upande mmoja, na maandiko yanasema lazima tumheshimu baba na mama tupate miaka mingi na heri duniani. Familia nyingi, ndoa nyingi, watoto hawana baraka. Kwa nini? Kwa sababu wametengwa na upande mmoja wapo, kuondoa uasherati. Ya 4 niliyosema nitaizungumza ni kuondoa uasherati. Nitaizungumza katika umuhimu wake, lakini katika madhara yake, changamoto yake katika ndoa. Kuondoa uasherati. Wakorintho wa kwanza sura 7 aya ya kwanza hadi ya pili. Wakorintho wa kwanza sura 7 aya ya kwanza hadi ya pili. Lengo la ndoa ilikuwa ni kuondoa uasherati. Lakini tuko katika ndoa ambazo mnazikimbilia, kuna uasherati wa kufa mtu ambao hata hujaanzia kwenye ndoa. Jana mimi nafanya counseling. Juzi nilikuwa naumwa. I was serious. Yaani mimi mnaponiona hapa nimeruhusiwa tu hospitali 3 days ago. Sasa katika kupata session nikamwambia yule binti, alikuwa anasoma South Africa, ni msomi. Akaingia kwenye Facebook, Marekani akajichanganya. Akatuma hela ya harusi. Wakafunga harusi hapo Kimara Stopover. Sasa wakati anakuja kufunga harusi alipitia South Africa, akafunga ndoa moja ya mkataba. Huyo Marekani mzungu. Hapa akaja akafunga na huyo akamwachia na mimba. Alipomaliza akaelekea Zimbabwe.
akafunga ndoa nyingine. Alipofunga ndoa nyingine akatoka akaelekea Kenya, mtoto wake anazaliwa mwezi huu, akafunga kule ndoa nyingine. Kijana mwenye miaka 32 Mmarekani, wameona kwenye Facebook. Hata hapa kuna mtu anaweza akawa anasoma. Wewe nawaambia jamani wapendwa, sio muuza nyanya, ni msomi, anasoma South Africa. Facebook inaoa, Facebook inaolewa. Unamwangalia mtu. Na mimi kweli nilimwangalia yule binti nikamtathmini, nikasema yule jamaa alipokuja kutoka Ulaya akaangalia akajua yeye anaendana na ile Facebook. Kwa hiyo akapitia nchi nyingine akaongeza mke. Kwa hiyo pendwa, nachotaka kusema ni nini? Hakuna tena uaminifu kabla na baada. Na kwa kuwa hakuna tena uaminifu kabla na baada, na Mungu ameamuru kuwe ni mahali safi na salama kwa ajili ya wanandoa, kumeingia changamoto. Hawaelewani, hawaheshimiani, hawapendani na mambo hayaendi kwenye hizo ndoa. Kwa nini? Kwa sababu uaminifu ni mdogo sana kwenye ndoa za sasa. Sasa namna ya kukabili utakapokutana na hiyo changamoto, anza kuwa mwaminifu wewe. Fanya toba ya majira. Inawezekana umeingia kwenye ndoa na kuna toba za majira. Naongeaga hata na mabinti, ukiona umechelewa kuolewa, usiombe kupata mchumba. Fanya kitu kinaitwa toba ya majira. Kuna wakati kama huu, si mnajiona mnajielewa, hata sasa hivi mnaniangalia kama kwa pose, yaani hamna wasiwasi. Ikifika miaka 30, unasema aje yoyote. Sasa yoyote hatokei. Wanatusumbua kweli kwenye maombi. Niombe. Kumbe wakati huu kuna mtu alimwambia nakupenda, akampiga na nini? Na bikari. Alimfanyia. Sasa amefika, haoni tena hata anaibisha hodi. Kwa anachofanya, anasema jamani niombeni. Fanya toba ya majira. Yule uliyemtendea mabaya, umuombe msamaha, ndipo Mungu aingilie kati. Sasa kama kuna vitu utakapofika hizo nyakati hakuna uaminifu, nenda kaangalie, je, ulikuwa mwaminifu hapo kabla? Ni muhimu sana hivi vitu wapendwa. Nimeenda kwenye huduma na kaka mmoja Tanga, na nimalizie tu hapo kwa sababu nisije nikachukua muda wa fadha. Nimeenda na yule kijana, ni kama ana huzuni. Tanga tunafanya huduma, simuelewi. Nikamuita nikamwambia, my friend, hauko sawa. Akaniambia ni kweli. Nikamwambia nini? Akaniambia nina miaka 8 na mke wangu sijapata mtoto. Nikagundua anahitaji toba ya majira. Nikamuuliza, hebu niambie, wewe uliwahi kuwa na tabia ya uzinzi hapo kwanza? Akaniambia, kwa wanaume hiyo ni kawaida. Nipe faili basi. Kwa wanaume hiyo ni, kuna vitu unavichukulia poa utavijutia. Kwa wanaume hiyo ni kawaida. Nikamwambia, na katika kuhusiana na mabinti, kuna ambao uliwapa fedha wakatoa mimba? Akasema wengi sana. Nikamwambia, kwa nini unamlaumu mke wako? Maana anasema huyu atakuwa alichezea kizazi chake, huyu atakuwa sio aliishi maisha ya ovyo, huyu anamshindilia yule mke wake. Nikamwambia, wewe hata mimba ulizozitoa huzijui. Kwa hiyo unatakiwa tukae hapa mimi na wewe, kabla tuendelee na huduma, tufanyiane huduma, wewe ufanye toba ya majira, kwamba wewe ulijiingiza kwenye uzinzi na uasherati, na ndio unaokutesa sasa. Umeingia katika ndoa yako na ule mwanamke, kwa sababu hapati upendo na mume halamjali. Mume anaendelea kuchepuka kivyake kutafuta faraja, na mke alikuwa anaendelea kivyake. Tukafanya toba ya majira, miaka 8 hajapata mtoto. Tukasali tukiwa huko Tanga, tukamlingana Mungu, tukamwomba Mungu rehema na neema. Yule kijana aliporudi mwaka wa pili, ilivyompendeza Mungu, mke wake akapata mimba, akapata mtoto wa kwanza, amepata mtoto wa pili, amepata mtoto wa 3, saa hii ana mtoto wa 4. Toba ya majira. Tumsifu Yesu Kristo. Sijawahi kwenye maisha yangu kufundisha kwenye hizi dakika. Itoshe kusema Mungu awabariki na watakia kila lililo jema. Tusipoonana duniani, tuonane mbinguni. Kuna jambo kingine kuuliza, na pengine ni ngumu, na pengine wanataka kupata kasiri na binafsi, andika 0765 323. Hivi ni wacha pale.
Nimekuja hiyo kwa jina la Yesu. Mko huru, kapambane na Yesu.